Bwana Yesu asifiwe. Amina. Madam, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Kwa ajili ya watazamaji wetu, karibu sana kwenye Truth and Transformation Talk na Mwalimu Jasper Walala, mahali ambapo kweli ya Mungu, kweli ya mabadiliko inazungumzwa. Asante na kwa kweli kwa kipekee tumebarikiwa kuwa na mgeni wetu mzuri, Dr. Sarah Mwakasege. Tunayo furaha sana kuwa pamoja naye, na hakika ni kipindi chetu cha kwanza, lakini tumepata hii neema ya kuwa pamoja naye. Dr. karibu sana. Asante sana. Unajisikiaje? Ndio mara ya kwanza kabisa tunaanza, alafu wewe ndio umekuwa mwanzilishi. Kwangu ni neema kubwa sana. Ndio. Namshukuru Mungu kwa neema hii. Wow. Hakika. Dr. karibu jitambulishe. Nimekusema majina, inawezekana sijayapatia kama yalivyo. Karibu sana, ujitambulishe vizuri, watu wajue Dr. Sarah ni nani. Asante. Naitwa Dr. Sarah Mwakasege, ni mwanafunzi wa udaktari bingwa na kituo changu cha kazi ni hospitali ya afya ya akili ya taifa Mirembe, lakini pia ni mke na ni mama wa watoto wawili, lakini pia nimeokoka na ninampenda Yesu, lakini pia ni mkurugenzi wa jukwaa la mke kijana. Mke kijana, wow. Mimi ninafurahia ninaposikia CV kwako, na moja ya swali ambalo ningetamani hata anayetutazama aanzie hapo kulipata na kujifunza, basi itakuwa ni nzuri sana. Na swali langu ni hili, Dokta. Unawezaje kuyafanya hayo yote? Ninasikia wewe ni mwalimu, wewe ni jukwaa mkurugenzi, hapo unazungumza mama wa watoto, bado ni nafasi ya mke. Unawezaje kufanya hayo yote na bado yakawezekana? Namshukuru Mungu. Kwanza kabisa ni neema ya Mungu inaniwezesha. Paulo anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Wow. Kwa hiyo katika kufanikisha yote, hakika ninaye Mungu anayeniwezesha. Wow. Lakini jambo la pili, nimejifunza kufanya mambo kwa kipaumbele. Ninayo mambo mengi, ninayo majukumu mengi, lakini sio yote nayafanya kwa mara moja. Kwa hiyo nimejifunza kuweka vipaumbele ili niweze kufanya mambo kwa uhalisia, kwa ufanisi. Ndio, hiyo nimeipenda sana. Nimeipenda sana hiyo kwamba wakati mwingine vipaumbele ndivyo vinaweza vikatusaidia kubeba mawili, matatu, manne kwa wakati mmoja. Ndiyo. Na ikawezekana. Yes. Mungu akubariki sana, Dokta. Amina. Tunakualika hapa sisi bwana ni Truth and Transformation Ministry, ambapo ndani yake tuna mambo mengi. Mojawapo tuna kitu kinaitwa Truth and Transformation Talk, mahali ambapo tutakuwa tunazungumza kama hivi tulivyokualika wewe, kuisema kweli kwa watu wa Mungu. Na moja ya eneo ambalo tunadili nalo sana ni afya ya akili. Na kwa kweli leo ndicho tutakachoenda kukifanya. Karibu sana, Dokta. Asante, nashukuru sana. Ninajua wewe ni mmoja wa watu wanaoshughulika na jambo hilo. Hospitali pekee tunayoijua Mirembe. Yes. Karibu sana. Asante, kwa nini ulichagua kuwa daktari wa afya ya akili? Moja ya kitu ambacho kilinisukuma kuelekea kwenye uelekeo huu wa magonjwa wa afya ya akili ni kwa sababu niligundua changamoto nyingi sana katika jamii zetu ni kwa sababu watu hawana uelewa, hawana maarifa, hawana elimu kuhusu afya ya akili. Sasa basi ili mimi niweze kuwa msaada kwa jamii yangu kabla wanajamii hawajafikia kupata magonjwa ya akili, hawajafikia kupata madhara yanayotokana na changamoto mbalimbali za afya ya akili, nikaona nina nafasi basi ya kubobea kwenye eneo hili ili niweze kuwasaidia kwa ukaribu na kwa uzuri zaidi. Wow, Dr. Mungu akubariki sana. Amina, nimeipenda hiyo kwamba ukabobea ili uwasaidie watu wengine. Mungu akubariki sana, Dr. Amina. Sasa leo tunazungumza afya ya akili, Dr. Na theme yetu inasema afya ya akili kwa ustawi wa maisha. Afya ya akili kwa ustawi wa maisha. Tuanzie tu hapo kwenye theme. Ninafahamu unaelewa zaidi kuliko ninavyojua eneo hili kwa sababu wewe ni mbobezi. Labda unaweza ukanidadavulia kidogo theme hii na kwa upana zaidi naweza nikaelewa uhusiano wa afya ya akili na ustawi wa maisha. Karibu. Asante sana. Afya ya akili ni eneo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Ndio. Tunajua utendaji kazi wa mwili kwa ujumla unahusisha sana akili. Namna ambavyo mwanadamu akiamka
shughuli anazozifanya, ratiba anazozifanya, mambo anayoyafanya mpaka anaporudi kitandani, ni akili inafanya kazi. Kwa hiyo maamuzi anayoyafanya, namna anavyokabiliana na mambo mbalimbali, changamoto, namna anavyodhibiti hisia zake, namna ambavyo anaamua afanye nini na aache kipi, vyote kwa ujumla vinahusisha akili. Kwa hiyo akili hii sasa ikiwa na afya bora, itamwezesha huyu mtu kufanya maamuzi vizuri, itamwezesha huyu mtu kupanga mambo yake vizuri na kuyatekeleza. Lakini pia akili iliyo nzuri inaongeza ufanisi kwa kuongeza umakini kwenye utendaji kazi. Kwa hiyo moja kwa moja tunaona hivi na vitu vingine vingi ambavyo vinakuja baada ya afya ya akili kuwa njema, vinampelekea huyu mtu kuwa na ustawi wa maisha kwenye maeneo mbalimbali. Kwenye mahusiano ataweza vizuri kuhusiana na watu wake, lakini pia kiuchumi ataweza kuzalisha na kuleta tija. Lakini pia ataweza kuhimili pia misukosuko mbalimbali ambayo itamfanya kiafya, kwa afya ya mwili ikastawi. Kwa hiyo afya ya akili ni kiini cha mafanikio ya mwanadamu katika nyanja mbalimbali. Wow. Nimeipenda hiyo. Mungu basi anatupenda kwa kutusogeza kuyajua haya. Hakika. Twende sasa moja kwa moja daktari. Tunatamani tujue, na wengi wanatamani wajue, wanasikia afya ya akili. Na moja kati ya eneo ambalo wengi huku duniani ambao hatujabobea sasa tunachanganya sana ni afya ya akili na changamoto za afya ya akili. Naomba tusaidie kwenye tafsiri huko kutofautishia changamoto za afya ya akili na afya ya akili. Asante. Afya ya akili ni pale ambapo akili inakuwa katika utimamu, mahali ambapo mwanadamu anaweza akakabiliana na changamoto mbalimbali za maisha ambazo zinamzunguka. Changamoto za kawaida, madeni, magonjwa, changamoto za mahusiano, changamoto za kazini, changamoto mbalimbali ambazo ni za kawaida. Kwa hiyo mtu huyu ana uwezo wa kukabiliana nazo na akaendelea na maisha. Hapo tunasema afya ya akili iko vizuri. Lakini pia kwa eneo lingine, afya ya akili ni uwezo wa mtu kuhusiana vema na jamii inayomzunguka. Pale nyumbani, familia yake anahusianaje vema nayo, majirani, awapo kwenye nyumba za ibada, awapo kazini, anahusiana vipi na jamii inayomzunguka. Kwa hiyo inaonyesha kwamba afya yake ya akili iko vizuri. Lakini pia afya ya akili ni uwezo wa mtu kufanya kazi na kuzalisha, kuzalisha matokeo tunayoyatarajia. Kwa kila mwanadamu kuna mambo tunatarajia kutoka kwake. Kwa mtoto tunatarajia akimbie, tunatarajia aharibu vitu hivi na vile, tunatarajia vitu fulani kutoka kwake. Kwa pale ambapo mtoto anakaa ametulia kuanzia asubuhi hadi jioni, hajafanya vurugu, hajatulia, hajalia, lazima mzazi atashtuka kidogo kwa sababu hajaona yale anayotarajia kwa mtoto. Lakini kwangu mimi, let's say mimi ni mke, kuna mambo ambayo jamii inatarajia kwangu kama mke. Pale ambapo ninashindwa sasa kuzalisha matarajio, ni hapo sasa ninakuja kusema kwamba afya yangu ya akili haiko vizuri. Lakini pale ambapo ninaweza kuzalisha matarajio yanayotarajiwa na jamii, maana yake afya yangu ya akili iko vizuri. Lakini tukija kwenye changamoto za afya ya akili, changamoto za afya ya akili ni pale ambapo sasa akili haiwezi kufanya kazi vizuri kama inavyotarajiwa. Maana yake huyu mtu uwezo wake wa kukabiliana na changamoto unakuwa umepungua. Uwezo wake wa kuhusiana na jamii unakuwa umepungua. Uwezo wake wa kufanya kazi na kuzalisha unakuwa umepungua. Kwa hiyo huyu mtu sasa tunasema yuko kwenye changamoto. Na kama wanadamu, maisha yetu tunapitia changamoto kila siku. Yesu akawaambia wanafunzi wake, duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Kwa hiyo dhiki zipo na hazijaanzia kwetu. Hata kwa Yesu huko zilikuwepo. Kwa hiyo tunapita kwenye changamoto kila siku. Kwa hiyo kuwa kwenye level ya changamoto ni kawaida. Na wakati mwingine unaweza ukapita kwenye level ya changamoto lakini ukarudi tena kuwa na afya njema. Wow. Daktari, nimeelewa kwamba kuwa kwenye changamoto sio shida. Shida unafanyaje ukiwa kwenye changamoto. Hakika. Kuwa kwenye changamoto sio shida. Shida unafanyaje ukiwa kwenye changamoto. Naamini mtazamaji kuna kitu kikubwa umeanza kukipata. Naamini unajifunza sana kwenye Truth and Transformation Talk na Dr. Sara. Ndiye tuko naye leo katika kipindi chetu. Naamini umeanza kupata. Daktari, umezungumza mambo matatu mazuri sana. Kama sehemu ya kumuona mtu na kujitazama, kujua afya ya akili ikoje. Umezungumza swala la kwanza, kukabiliana na
changamoto. Yes. Lakini ukazungumza jambo la pili, habari ya mahusiano, namna tunavyohusiana. Yes. Jambo la tatu ukazungumza kuzalisha. Yes. Sasa kabla sijaenda kwenye moja baada ya jingine, ninafahamu maandiko matakatifu haya yote matatu yametuambia yapo na tumesisitizwa kufanya. Mfano mzuri, Paulo anasema asiyefanya kazi na asile. Yes. Sasa ninatamani tumsaidie mtu mmoja, ni mzazi, ana mtoto. Ni namna gani anaweza akatengeneza haya mambo matatu kama ulivyoeleza kupitia malezi? Okay. So mzazi na mlezi, mzazi au mlezi ana nafasi kubwa sana kumjenga mtoto kwa habari ya maisha yake ya baadaye. Malezi kwa ujumla yanachukua 70% mpaka 75%. Ndio. Kwa namna ya kumjenga huyu mwanadamu ambaye ni mtoto mpaka atakapokuja kuwa mtu mzima. Kwa hiyo moja kwa moja pia malezi yana nafasi kubwa sana kwenye afya ya akili ya mtoto, kuanzia akiwa mtoto mpaka atakapokuja kuwa mtu mzima. Malezi kuna mifumo ya malezi. Na hii mifumo sasa ndio inayojenga afya ya akili ya mtoto. Kulingana na malezi ambayo mtoto anayapata, afya ya akili yake inaweza ikawa bora ama ikawa na changamoto. Malezi ambayo tunaita malezi shirikishi, malezi tunaita authoritative parenting style, ni malezi shirikishi, ni malezi ambayo yanamsaidia mtoto kukua kwenye mazingira ambayo yana upendo, mazingira ambayo yana nidhamu, yanamjengea malezi haya yanamjengea mtoto uwezo wa kujiamini, uwezo wa kufanya maamuzi, uwezo wa kukabiliana na changamoto, na hivyo basi hata atakapokuwa mkubwa afya yake ya akili itakuwa vizuri zaidi na atakuwa kwenye uwezekano mdogo wa kupata changamoto za afya ya akili na hata magonjwa ya akili. Lakini kuna baadhi ya mifumo mingine ya malezi kama authoritarian parenting style, kuna mfumo mwingine unaitwa neglected parenting style. Mifumo hii inamjenga mtoto kwa namna ambayo mbele kule anakuja kukutana na changamoto mbalimbali za afya ya akili. Mfano kama malezi telekezi, neglected parenting style, mtoto anakosa upendo wa wazazi. Kwa hiyo hata atakapokuja kuwa mtu mzima atakuwa ni yule mtoto ambaye hawezi kumwamini mtu, hawezi kujenga mahusiano, hawezi kutoa upendo kwa wengine kwa sababu yeye ni kitu ambacho amemisi. Lakini ni mtoto ambaye atakuwa na hofu sana, atakuwa na wasiwasi. Kuna malezi ya mabavu, authoritarian, mzazi anakuwa ni mkali kupitiliza. Kwa hiyo mtoto huyu sasa atakapokuwa mkubwa anajenga nidhamu ya hofu. Kwa hiyo hata atakapokuwa kwenye mazingira ambayo yanambana atakuwa na hofu sana, na mwisho wa siku anakuja kuwa na wasiwasi na kupata magonjwa ya wasiwasi yaliyopitiliza. Kwa hiyo malezi yana nafasi kubwa sana. Namna ambavyo tunalea watoto wetu katika huu msingi una nafasi kubwa sana ya kujenga afya ya akili ya mtoto kuanzia akiwa mtoto mpaka anavyoendelea kukua na kuwa mtu mzima. Wow. Daktari, umenikumbusha kuna story moja nimewahi kukutana nayo ya mzee mmoja mwenye busara na kijana mmoja waliokuwa wanalima bustani. Alafu mzee akachagua bustani yake kuipa vitu vidogo sana kulingana na mahitaji yake. Alafu kijana aliamua kuupa mmea wake kila ulichohitaji. Ilipofika saa ya changamoto, maji hayapo, ukame umeingia, ghafla kijana akashangaa mmea uliokuwa umestawi kabisa ukanyauka faster. Alafu akamkuta mmea wa mzee bado unanawiri katika yale mazingira. Hii nafikiri najibu unachokizungumza daktari kwenye malezi. Kuna mfumo wa malezi unaitwa malezi ruhusiwa, permissive parenting style. Ni malezi ambayo mzazi anampa mtoto kila anachokihitaji. Mtoto ndio anayeongoza, anayetengeneza sheria, ndio anayeamua aishije na anataka nini na anakipata. Kwa hiyo kwenye mazingira haya mtoto atakapokuwa mkubwa, let's say, na akaenda akapita kwenye changamoto, akatoka kwenye uwanja wa wazazi, akaenda kujitegemea, akakutana huko na maisha ya duniani ambayo yamejaa changamoto nyingi sana ambazo huku mzazi alikuwa anamkingia. Kwa hiyo pale atakapokutana na zile changamoto ndio hapo sasa atasinyaa, ndio hapo atakutana na msongo wa mawazo, ndio hapo atakutana na depression, ndio hapo atajiona yeye hawezi, hafai, ndio hapo ataona maisha hayawezekani. Lakini ni kwa sababu kwenye malezi yake hajajengwa kuhimili changamoto. Hajajengwa
kukubali kukosa. Aise, asante sana Dokta, hii ni habari njema. Lakini hapo daktari, kuna kitu ambacho nimekuwa nikikiona makanisani na wengi wanakikosea, hasa inapokuja swala la afya ya akili. Watu wengi wanaamini wanaotakiwa kuwa na changamoto za afya ya akili sio watu wa kanisani. Yaani ni kama wasiomjua Mungu wametengwa kwamba ndio wanaostahili kuwa na changamoto za namna hii. Na wengine wamechagua umri fulani unaopaswa kwamba hawa kundi hili ndio wanaostahili. Natamani tutoe hii sintofahamu kwa watu. Ni kweli daktari, tulioko kanisani hatuwezi tukaishi hayo mazingira? Afya ya akili inapita kwa wote, na changamoto pamoja na magonjwa ya afya ya akili hayana kinga. Isipokuwa namna mtu ambavyo anaamua kuishi, anapunguza uwezekano wa kufika kwenye changamoto, uwezekano wa kufika kwenye kupata magonjwa ya akili. Kwa hiyo nizungumzie sisi ambao tuko kanisani, sisi ambao tunamjua Mungu, hatujatengwa na dunia. Changamoto ambazo wanapitia wale wengine na sisi tunapitia kukosa pesa, tunapitia changamoto za mahusiano, tunapitia kukosa kazi, tunapitia hasara, gari sijui imegongwa, nyumba imeungua, mtoto anaumwa. Kwa hiyo hizi changamoto zote ambazo wanapata wale wasiomjua Mungu na sisi tunaomjua Mungu tunapata. Kwa hiyo uwezekano wa kupata changamoto, uwezekano wa kupata magonjwa ya akili upo kwa wote, wanaomjua Mungu na wasiomjua Mungu. Lakini kinachotusaidia sisi kule kumjua Mungu na kule kwenda ibadani ni mojawapo ya kinga kwetu. Kinga. Ndio. Inakuwa kinga kwa sababu gani? Tunapoenda ibadani tunasifu, tunafurahi, mioyo yetu inaachilia, akili zetu zinaachilia. Kwa hiyo umekuja uko na stressi, unadaiwa ada, unadaiwa kodi, nyumbani mmegombana na mister, mmegombana na baba, kuna mafarakano, bosi amekufanya hivi, wiki nzima kazini kumekuwa na stress, lakini unapokuja kanisani mwili unapata nafasi ya kuachilia. Moyo pia ulikuwa mzito, kuna mtu amekukwaza, lakini ukija kanisani tunaambiwa samehe. Kwa hiyo ukisamehe unaachilia. Kwa hiyo unapoachilia, akili inaachilia pia. Akili inapata nafasi ya kujiuisha, kujijenga upya, tayari tena kukabiliana na changamoto kwa upya. Na hiyo ndio kinga ambayo inatusaidia sisi ambao tumemkimbilia huku Mungu. Wow. Pendo unayetusikiliza, inawezekana na wewe ulikuwa wa Mungu kabisa, lakini umeanza kupiga kona. Mungu akusaidie, ni moja ya kinga ya kuweka salama kwenye changamoto za afya ya akili. Dokta, ninajua ziko changamoto nyingi, tukianza kuzieleza inawezekana tusimalize. Lakini kuna moja ambayo imekuwa ni kiini, imekuwa ni wimbo usio na majibu, usio na mwisho. Msongo wa mawazo. Tulienda darasani tunasema stress. Imekuwa ni jambo ambalo ni wimbo usio na majibu. Tuanze kwanza kumsaidia mmoja asiyeelewa msongo ni nini. Inawezekana anasikia na mwingine anasema nina stress, hata haelewi ni kitu gani. Karibu tumsaidie mtu wa namna hii. Asante. Msongo au stressi kwa lugha nyepesi ni hali ambayo mtu anaipitia wakati anakutana na changamoto na uwezo wake wa kuikabili umepungua. Huyo mtu yuko kwenye stressi. Ninadaiwa, naongelea madeni kwa sababu ndio changamoto iliyo common sana. Ninadaiwa kodi, ninadaiwa Tigo niwezeshe, ninadaiwa na mtu yote, na rafiki na mtu yote, ninadaiwa na sioni uwezekano wa kulipa ili deni karibu. Kwa hiyo akili sasa inaanza kuchekecha, inaanza kupambanua, hivi nifanyeje nilipe ili deni? Pengine mwenye nyumba anataka kunitoa kwenye nyumba sasa. Anataka kuniondoa kwa sababu sijalipa kodi. Sasa nifanyeje ili niweze kukabiliana na hii changamoto? Kwa hiyo kuna wakati mwingine akili inashindwa, inafikia mwisho. Kwa hiyo hapo unaweza kukuta mtu alikuwa amepita kwenye changamoto akaamua kufanya maamuzi ambayo wengi tunayaona kwa nini amefanya, lakini kwa wakati aliyokuwepo akili yake ilikuwa imegota na inamwambia hii ndio suluhisho la changamoto ulionayo. Kwa hiyo mtu ataiba, mtu ataenda kuuza vitu vyake vya ndani, amepita kwenye mahusiano, amekutana na changamoto, ataamua kujinyonga, kajiua, amepita kwenye changamoto fulani, mtu amemkwaza, atamtukana, atampiga, lakini ni akili imeshindwa kuhimili ile changamoto aliyokutana nayo, na hiyo ndio stress au msongo. Wow. Dokta, moja ya sababu
ya stress. Kwanza kabla tujaenda kwenye sababu, magonjwa pia ya mwili yanasababishwa na hichi kitu kinaitwa stress. Lakini bado yanaturudisha kwenye changamoto pia za afya ya akili, stress. Ndio. Hii inatupa picha kwamba hichi ni kitu kikubwa sana daktari. Kabisa. Kabisa. Ni magonjwa kwa mfano yapi yanaweza yakawa yanaletwa na stress ya mwili? Aha, naomba nizungumzie kwa ujumla uhusiano kati ya afya ya akili na afya ya mwili. Wow, ndio. Tunajua akili ni afya ya akili ni utendaji kazi wa akili na afya ya mwili ni utendaji kazi wa mwili. Utendaji kazi wa akili unategemea utendaji kazi wa mwili na vile vile utendaji kazi wa mwili unategemea utendaji kazi wa akili. Kwa hiyo pale ambapo akili itashindwa, itapunguza uwezo wake wa kufanya kazi. Let's say mtu anapita kwenye stress kama ambavyo tumesema. Akili kipunguza uwezo wake wa kufanya kazi, moja kwa moja unaathiri utendaji kazi wa mwili. Kwa hiyo huyu mtu atapata pia changamoto za afya ya mwili. Atapata pressure, sukari itapanda, mapigo ya moyo yataenda mbio, atakuwa anapata maumivu, mgongo, misuli, kiuno na changamoto zingine kadha wa kadha. Lakini pale pia ambapo utendaji wa mwili umeshuka, utendaji kazi wa mwili umeshuka, unaathiri utendaji kazi wa akili. Ndio pale daktari unakuja unapima ugonjwa, daktari anakuambia labda una ukimwi. Na tunajua ukimwi ni ugonjwa ambao hauna tiba mpaka sasa. Kwa hiyo hata upokeaji wa mtu ni tofauti. Kwa hiyo kwa sababu umepokea, mwili unashuka, mwili ukishuka kinga unakuja kuathiri utendaji kazi wa akili. Na mtu anapata msongo wa mawazo. Anapata msongo wa mawazo kwa sababu ameshindwa kuhimili zile taarifa kwamba ana ugonjwa fulani, ana kansa, ana ukimwi, ana pressure, ana sukari kwa namna yoyote. Kwa hiyo ni vitu ambavyo viko bidirectional tunasema. Afya ya akili ikishuka, afya ya mwili inashuka. Afya ya akili ikiwa vizuri, afya ya mwili inakaa vizuri. Yes. Asante sana daktari. Ninajua moja ya chanzo cha stress daktari, ambazo wengi wanaziishi ni yasiyotarajiwa katikati ya yatarajiwayo. Yes. Kuna watu wengi tuliyatarajia mambo mengi makubwa, lakini kiukweli tukapata tofauti. Mimi ni mfano mzuri daktari. Wakati nimemaliza form 6, nilijishawishi nikaona jeshi nisiende. Lakini nikiwa nimekaa nyumbani wazo likanijia, kwa nini usifanye kitu? Nikazungumza na baba yangu tukakubaliana nianze kilimo cha nyanya. Tunapokaa ni karibu na hospitali na nikapewa eneo la kufanya hiyo kazi. Na maji nikawa napata, mbolea nikaweka, kila kilichohitajika kwa ajili ya nyanya kustawi kikawepo. Daktari nakumbuka nikampigia babangu mdogo nikamwambia kwamba makusudio yangu kabla ya kwenda chuo nikiuza zile nyanya ninunue pikipiki. Nikishanunua pikipiki, hela nitakayokuwa napata kwa siku, nakumbuka nikasema 5,000 nitakuwa natumia chuo, afu 2,000 nimwachie mama kwa matumizi ya nyumbani. Afu babangu mdogo aliniambia kauli moja ambayo ilinifikirisha, akasema, hivi unafikiri kila tunachokipanga kingekuwa kinakamilika tungekuwa hivi? Yes. Lakini daktari kuweka story iwe kuwa fupi, kiukweli nilichokiwaza na nilichokipata ni tofauti. Lugha mbili tofauti. Na sasa hivi kwa kweli lugha ya kilimo kwangu ni ngumu sana. Na mimi nilipata stress kabisa. Daktari, natamani tuzungumze kwenye eneo la matarajio. Kuna watu wengi wanatarajia vitu vingi na wanapata tofauti. Na kwa kweli wameishi stress. Kwenye ndoa ndio kabisa kuna picha ya mtu anayo kichwani mtu. Na uhalisia anayekuja kukutana naye vitu tofauti. Karibu. Asante. Ni kweli kabisa, mojawapo ya chanzo kikubwa sana kinachosababisha msongo kwa watu wengi, rika zote, watoto, vijana, watu wazima, ni matarajio. Na kibaya zaidi, wengi tunakuwa tunaweka matarajio makubwa sana kuliko uhalisia. Kwa hiyo hatutafuti kujua uhalisia, bali tunafocus sana kwenye matarajio. Na kule kufocus kwenye matarajio kunatufanya tuweke nguvu kubwa sana kulingana na vile tunavyotarajia. Na mwisho wa siku matarajio yanapogeuka kuwa sivyo, tunajikuta tumeingia hasara kubwa. Na kule kuingia hasara kunatusababishia msongo. Kunatusababishia
msongo wa mawazo. Na hivyo basi matarajio kwa ujumla yanaathiri watu wengi, kwa maana ya kwamba mtu ametarajia, amewekeza vitu vingi, amewekeza nguvu nyingi, amewekeza labda upendo, ni binti ulitarajia huyu kijana atakuoa, kwa hiyo umewekeza kila kitu kwake. Na siku hizi wanaanza kuoana hata kabla hawajaoana. Wanavana sare kabisa. Mmeshaitana mume, mke, mmefuliana nguo na kupikiana, alafu mwisho wa siku hadi vitenge wameshona. Vya sare. Hivi siku hizi wanashona. Kwa hiyo sasa binti umewekeza upendo wako mkubwa kiasi hicho kwa kijana, alafu kumbe huyu kijana ana mabinti watatu, anapanga, anapiga, anadona, kwa bahati mbaya haijakudondokea wewe. Kwa hiyo unakujikuta yale matarajio ghafla yanageuka kuwa maumivu. Na hivyo huyu mtu anajikuta pia yuko kwenye msongo. Hivyo matarajio kwa namna mbalimbali yanasababisha msongo kwa asilimia kubwa sana. Kwa kifedha, kimahusiano, matarajio tu kwenye malengo, umepanga malengo makubwa kama ambavyo umetuambia, lakini hayajatokea katika uhalisia na umewekeza kwa ukubwa. Kwa hiyo kuja kurudi tena kwenye hatua ya kwanza na kuanza upya, wengi huwa ni changamoto. Wengi huwa wanashindwa kuhimili ule mtikisiko na kule kurudi na kuanza upya, na hivyo kujikuta wamedumbukia kwenye msongo wa mawazo. Na hapo daktari, kwenye matarajio kuna huyu mwingine, sio kwamba jambo limekuja tofauti na alivyowaza. Kuna huyu mwingine jambo limechelewa. Aliamini akimaliza tu chuo anapata kazi. Aliamini akianza biashara tu huyo gari. Kuna kitu alikifikiri, alafu ghafla kwa kadiri amekiendea, muda unaenda. Natamani tumsaidie na huyu kwa maneno machache. Tunaweza tukamwambia nini mtu ambaye kuna kitu anakisubiri, anakisubiri kabisa, na maandiko yanatuambia kilichotarajiwa kikikawia moyo wa mtu huugua. Kama ni umwambie neno mtu mmoja anayesubiri. Nina neno moja tu ambalo ninaweza kumwambia. Mungu akamwambia Habakuki, iandike ndoto yako kwa sababu itatimia. Ijapokuwa inaweza ikachelewa, lakini itatimia. Kwa hiyo yule ambaye matarajio yamechelewa, nimpe moyo na nimpe nguvu kwamba asikate tamaa. Ajitahidi kuwekeza nguvu hatua kidogo kidogo, ila asiwekeze sana kiasi kwamba yatakapochelewa kidogo akawahi kukata tamaa. Kwa hiyo usikate tamaa, kile ulichokitarajia kitatimia. Lakini yule ambaye anamtumaini Mungu, aombe. Imani inatusaidia, imani inatupa nguvu ya kuendelea mbele. Imani inatusaidia tusikate tamaa kwa urahisi. Kwa hiyo yule ambaye anamwamini Mungu aombe akiendelea kumtumaini Mungu, na kule kumtumaini Mungu kutampa nguvu ya kusonga mbele, ya kusubiri mpaka wakati wake utafika. Tukumbuke Sara alisubiri miaka 90 akaja kupata mtoto. Hana pia alisubiri. Kwa hiyo kusubiri kupo. Lakini ni nini kitakutia nguvu wakati huu wa kusubiri mpaka ufikie yale ambayo unayatarajia? Kwa hiyo hakikisha kwanza umemtumaini Mungu, unaomba, lakini pia yale unayoyatarajia yawe katika uhalisia, na tafuta maarifa ukijua hiki kuna yale ambayo tunayapanga yanakuja kwa wakati huo na yapo ambayo yanakuja kwa muda mrefu. Imani nilionayo ni kwamba kama umesubiri jambo kwa muda mrefu, manake thamani ya hilo jambo ni kubwa zaidi kuliko hili ambalo linakuja umelitaka leo, kesho limekuja. Hapa umenitafakarisha, ndio naanza kukumbuka. Kumbe Isaka ni wa thamani, na ndio maana kulikuwa na kuchelewa kumpata. Ishmaeli ni chap ila Isaka lazima na tunaona kabisa. Samsoni walichelewa na alipopatikana anabeba mlango peke yake. Wanaume 60 wanatakiwa wakaushushe mlimani. Samueli naye alichelewa pia. Yohana Mbatizaji naye alichelewa. Jamani, inawezekana unachokitaka kimechelewa, lakini hapa tunagundua kuna thamani kubwa unaipata ndani yake, na inawezekana ndio maana unaona kimechelewa. Usikate tamaa, endelea kujipa moyo, bado kitatokea kwa ukubwa wake. Daktari, natamani tuwaseme na hawa ambao chanzo cha stress yao, uchungu waliopata ni kutokea kwenye mambo tofauti ya maisha. Lakini ile kuachia uchungu walionao ndani mwao imekuwa ni changamoto. Yani ana uchungu sio kawaida, lakini shida yake ni kwamba neno tu kusamehe ni ngumu sana. Na anasema kabisa, ningesamehe jambo fulani, lakini hili hapana, mimi siwezi kusamehe. Tuzungumze kidogo kwenye eneo la msamaha na stress. Asante. Mimi huwa ninafundisha na waambia watu, tunaposamehe tunasamehe kwa faida yetu sisi wenyewe.
unapomsamehe mtu ni kwa faida yako wewe mwenyewe, sio kwa faida ya yule unayemsamehe. Kwa hivyo ninapenda kuambia watu, hata kama mtu hajakuomba msamaha, hata kama mtu hajatambua kwamba amekukosea, hata kama mtu ametambua ila anafanya makusudi, lakini wewe chagua kumsamehe kwa sababu ni kwa faida yako. Na kwa nini ni kwa faida yako? Unaposamehe unatoa ule uchungu ulio ndani. Uchungu ambao umelundikana kwenye nafsi, umelundikana moyoni, ni sumu. Ni sumu ambayo inaua afya ya akili, na ikiua manake inapunguza uwezo wako wa kufikiri, inapunguza uwezo wako wa kufanya maamuzi, inapunguza uwezo wako wa kupanga na kufikia malengo yako, inapunguza uwezo wa kudhibiti hisia, inapunguza kwa ujumla utendaji kazi wa akili. Kwa hiyo ili sasa uweze kufanya hayo kwa ufanisi, chagua kusamehe. Unaposamehe moyo unaachilia, na moyo unabaki na amani, moyo unakuwa na utulivu, unaweza ukahusiana na watu vizuri, unaweza ukakutana na changamoto kwa sababu moyoni kuko vizuri, akili yako imetulia, unaweza ukakabiliana na hiyo changamoto vizuri. Lakini usiposamehe ni kifungo umejifungia wewe mwenyewe. Manake huwezi ukapiga hatua zaidi. Hata kama utapiga, basi utaenda hatua ambayo labda ni maili 1, lakini ungesamehe ungeenda hatua maili 10 zaidi, au ungeenda hatua 10 zaidi. Kwa hiyo unapoendelea kushikilia kwamba simsamehe huyu, yani amenikosea simsamehe, haumkomoi yule ambaye haujamsamehe. Unajikomoa wewe kwa kujicheleweshea hatua ambazo ungetakiwa kuzipiga, lakini pia kwa kuididimiza afya yako ya akili, kudidimiza utendaji kazi wako wa akili. Kusamehe kunatusaidia mwili kupumua, nafsi kupumua, akili kupumua. Na hivyo katika maisha tu ya kawaida, mtu ambaye anasamehe kwa urahisi ni mtu ambaye anaweza akapiga hatua nyingi zaidi kuliko yule anayeshikilia uchungu moyoni. Asante sana. Na hapo umenikumbusha kuna mithali moja kwenye Mithali 15, anasema hivi, moyo wenye furaha uchangamsha uso. Yes. Kuna watu nyuso zao hazieleweki ni kwa sababu ndani mwao kuna vitu wamebeba. Sio daktari? Kabisa. Kuna mtu tu mkali tu. Yani hata ukimkanyaga kidogo tu anakuwakia. Ni bosi, lakini akifika tu akifungua tu mlango ni kufoka, asalimii wale walio chini yake. Kwa hiyo mtu huyu sio yale mazingira, ni kile kilicho ndani ndio anakitoa nje. Sasa uchungu ukiwa ndani, unaweza ukatoka nje kwa hasira, unaweza ukatoka nje kwa kuharibu mahusiano, unaweza ukatoka nje kwa kufanya jambo lolote ambalo sio la kawaida. Uchungu hauwezi ukakaa ndani ukatulia. Lazima utatafuta namna ya kutoka, na mara zote hutoka kwenye namna ambayo unaenda kuharibu kabisa mambo. Okay, na hapa ndo naanza kumuelewa Kaini alichofanya. Yes. Ghadhabu ikampelekea kufanya kisicho mbele za Bwana. Sasa daktari, twende tena. Hapa nimemzungumza Kaini. Nikapata habari nyingine ya wivu. Tuna watu wengi ghadhabu zao, stress zao ni matokeo ya wivu. John kapata, mimi sijapata. John amepata kikubwa, mimi nimepata kidogo. Tunamsaidiaje mtu ambaye kwa kweli moja ya jambo linalomtesa ni wivu? Wivu ni mojawapo pia ya chanzo cha msongo, chanzo cha stress. Kwa nini? Kwa sababu mtu huyu ambaye ana wivu, anamuonea John wivu, itabidi na yeye atumie nguvu kubwa sana pengine ambayo hana, ili aweze kufikia hatua ambayo John amefikia. Mtu huyu mwenye wivu, kuna namna au kuna mbinu atazitumia ambazo zinazidi uwezo wake. Na hizo mbinu pia zitakuwa ni chanzo cha stress. Kwa hiyo pengine atakopa huku, mwisho wa siku pamoja na wivu wa John, lakini amezalisha madeni. Ndio. Lakini wakati mwingine anaweza akauza vitu au akafanya maamuzi kwa haraka tu ili afanane na John ambaye anajilinganisha. Kwa hiyo wivu ni mojawapo ya chanzo kikubwa sana cha stress. Ili mtu basi aweze kupiga hatua kwenye maisha, atembee katika pesi yake mwenyewe, asijilinganishe na watu, asione wivu, kwanza kuonea watu wivu. Mungu ametupa spidi mbalimbali katika maisha, tunatofautiana. Kwa hiyo spidi yangu mimi katika maendeleo ni spidi tofauti na ya kwako. Kwa hiyo usitake kutembea kwa spidi ya mtu mwingine. Tembea kwa spidi yako. Asante sana. Aise, nimepata kitu kizuri kwamba tembea kwa spidi yako. Bwana ndiye anayebariki wala sio mwanadamu. Kwa hiyo wewe nenda
na kasi yako na Bwana atakubariki kwa njia hiyo. Daktari, moja ya kitu ambacho nimejifunza katika kujifunza kwangu niligundua, ndio, shukrani ni moja ya tiba nzuri sana kabisa ya stress. Niligundua, na wakati ninafuatilia nikaja kugundua aisee, inawezekana nikawa nimekosa milioni moja lakini kuna 500,000 nimepata ambayo mwenzangu hana. Na mimi huwa ni mwandishi wa hekima tofauti tofauti. Na nikapotaka kuandika nikasema hivi, ukitaka kufurahia ugali bila maji, muangalie ambaye hata huo ugali hana. Utapata sababu tu ya kula. Tamani tumsaidie mtu ambaye stress yake kwa kweli amekosa anavyozani amevikosa. Na kwa sababu shukrani aidha hajaijua vizuri, stress imemshika, imekuwa kubwa. Ni kweli kabisa. Mojawapo ya tiba kubwa ya shukrani ni mojawapo ya tiba ya msongo ni moyo wa shukrani. Moyo huu, mtu mwenye moyo wa kushukuru manake anaridhika na hali alionayo, anaridhika na kile anachokipata, na hivyo moyo wake unakuwa kwenye hali ya utulivu wakati wote. Huyu mtu moyo wake unakuwa kwenye nafasi ya kufanya maamuzi akiwa kwenye utulivu. Anakuwa kwenye nafasi ya kujipanga zaidi kwa sababu amelizika na hatua hii ndogo aliyoipiga, anajipanga kwa hatua nyingine kubwa zaidi. Kuliko mtu ambaye hana shukurani. Mtu ambaye hana shukurani, akili haijatulia. Ndani huku hakujatulia, anahangaika, hivi mimi mbona sijanunua gari, Jasper na gari, hivi nifanyeje, sijui niuze nyanya, anauza nyanya ndio zina masalo, ameisafirisha zinakuja masalo, au nifanyeje, niuze matikiti, gari imepata ajali, ama nifanyeje, labda nianzishe bajaji, bodaboda imepata ajali, ama nifanyeje, basi niende benki nikakope. Anakopa, ananunua gari, amepata. Kwa stress inakuwa nyingi sana. Lakini mtu mwenye moyo wa shukrani, sawa Jasper ana gari, lakini mimi nina nyumba, au nimenunua hata kochi tu, kwa na kochi. Mungu asante, hili kochi kuna watu hawana, kuna watu wanalala nje. Kwa hiyo huyu mtu mwenye hali hii ya moyo ambao unaridhika kwenye vile vidogo, kwenye hatua ndogo ambazo yuko nazo, moyo wake unakuwa kwenye utulivu na akili yake inaweza kufanya kazi kwenye kiwango cha juu zaidi kuliko yule ambaye anapambana sana, hajaridhika na vile vichache alivyo navyo. Asante sana. Mpendo wa Bwana, naamini unapata vitu vingi ambavyo unajifunza kupitia daktari. Daktari unatupa vitu vingi vikubwa. Amina, na tunamshukuru Mungu kwa kuanza na wewe. Amina. Mpendo, inawezekana kuna wakati tunazungumza hapa, kuna swali linatokea na unasikia kabisa unalo swali, tumia uwanja mzuri wa comment hapo kuandika swali lako, na tutapata nafasi nzuri ya kuyapitia na tutarudi tena kuyajibu ili usiachwe njiani kwenye tunachokizungumza. Lakini daktari amemaliza kwa kutuambia habari ya shukrani, kwamba hata kama hujapata unachokitaka, lakini kuna tayari ulichopata. Kuna hicho ambacho umekipata. Tumia hicho, kifurahie hicho. Ulichokikosa kisikufanye ukang'ang'ana na ambacho ulichokikosa kikakusaulisha ulicho nacho. Daktari, tunapoelekea mwishoni bado tunazungumza habari ya msongo. Ndio. Na kurudisha kidogo kwenye matarajio. Kuna watu wengi wameweka matarajio yao kwa watu. Kuna watu wameweka matarajio yao kwa watu. Na wakasahau kwamba aisee, watu wanafikaga mwisho. Wanafikaga mwisho. Kwenye Biblia kuna habari ya mtu mmoja. Biblia inamueleza alikuwa ni Msamaria. Akaenda akakutana na wakabaji vibaka, wakamkaba, wakawa wamemuumiza. Na Biblia inaeleza mtu wa kwanza kutokea alikuwa ni Mlawi. Kwa lugha ya leo tungesema labda mfanyakazi wa kanisani. Akitaraji kwamba atamsaidia, akapita. Akaja wa pili, kuhani, akapita. Na watu wengi, kuna watu tuliwatarajia watusaidie mahali fulani, hawakufanya hivyo. Ninatamani tumrejeshe mtu kumkumbusha yuko Mungu anayeweza kufanya kwake zaidi ya watu. Kabisa. Karibu sana. Asante sana. Neno la Mungu linatuambia amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Mtu yule amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Kwa nini? Mwanadamu pia ana madhaifu. Mwanadamu ana mapungufu. Hata tunapoishi tunapoishi katika jamii, tunaishi na wanadamu ambao wana mapungufu, na Yesu alikuwa anatusisitiza sana, Paulo alikuwa anatusisitiza sana tuchukuliane katika madhaifu yetu. Kwa hiyo unapoweka matarajio kwa mtu, manake huyu mtu umemweka katika level ambayo hana madhaifu yoyote, wakati uhalisia huyu mtu ana madhaifu, ana mapungufu. Kwa hiyo kile unachokitaka
unachokitarajia kwake pengine ndicho udhaifu wake. Ndiyo. Na hivyo pale ambapo atashindwa kukutimizia matarajio yako, utajikuta unarudi tena kuingia kwenye stress. Ndiyo. Kwa ni heri kuweka matarajio kwa Mungu. Ni heri kumtumaini Mungu ambaye kwake tuna 100% ya kwamba kile tunachokitarajia atakifanya, atakitimiza. Ayubu anatuambia yale ambayo tunayakusudia yatatimia. Ukilikusudia jambo litatimia. Kwa hiyo ni heri kuweka matarajio kwa Mungu kuliko kuweka kwa wanadamu, kwa sababu wanadamu wanabadilika, wanadamu wana mapungufu. Wanadamu pia anaweza asiwe na mapungufu, ana uwezo wa kukutimizia, lakini siku zetu ni fupi, kesho hayupo kabla hajakutimizia. Hiyo pia inaweza ikawa ni chanzo cha msongo kwako. Aisee, naamini umepata kitu kikubwa, mpendo unayetusikiliza. Naamini umepata kitu kikubwa, mpenda na mtazamaji unayetuangalia. Aisee, chagua kumwamini Mungu kwanza badala ya wanadamu. Wanadamu wanabadilika, Mungu wetu abadiliki. Wanadamu wanasahau, Mungu asahau. Wanadamu wanatuchoka, Mungu hatuchoki. Daktari, tunamalizia, muda wetu umekwenda sana. Na ninaamini tutapata nafasi ya kuwa na mengi ya kuyazungumza. Nimalize kwa kuisema kauli hii, nilisikia akizungumza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akasema hivi, kichaa anachekesha akiwa atokei nyumbani kwako. Kichaa anafurahisha akiwa toki nyumbani kwako. Ninaamini kuna watu wengi sasa hivi hata ukiwaambia tunazungumza afya ya akili hawaweki uzito kusikiliza. Na ni kwa sababu pengine hawajakutana na changamoto ya namna hii. Karibu useme neno ambalo litamwekea mtu hamasa ya kufuatilia vizuri habari ya afya ya akili kama vile pengine anavyofuatilia afya ya mwili wake. Amina, asante sana. Niseme tu kwamba magonjwa ya akili na changamoto za afya ya akili hazina kinga. Zinaweza kumpata mtu yeyote. Mtu yeyote anaweza akaugua ugonjwa wa akili. Wewe ambaye unamuona kuna mtu anapita barabarani ni mgonjwa wa akili, anapiga kelele, anakimbia, anavua nguo, anachana, anaokota vitu. Huyu siku moja na yeye alikuwa yuko vizuri. Tena pengine kuzidi hata huyu ambaye anajiona sasa hivi yuko vizuri. Kwa hiyo inawezekana huyu mtu alikuwa ni mwenye hadhi fulani kifedha, kiuongozi, kielimu, lakini akakutana na vyanzo kadha wa kadha ambavyo vikamvuta kumfikisha kwenye ugonjwa wa akili. Kwa nini? Kwa sababu hakuna binadamu mwenye kinga ya ugonjwa wa akili. Kila mmoja yuko hatarini kuwa mgonjwa wa akili. Huwa tunasema kila mmoja ni mgonjwa wa akili wa siku zijazo. Na huwa tunasema kila mmoja ni mgonjwa wa akili, lakini tunatofautiana viwango. Kwa hiyo huyu ambaye yuko vizuri asijisahau sana, akaacha kuifuatilia, akaacha kuitunza afya yake ya akili. Kwa sababu kesho na kesho kutwa atakuja kujishangaa ni mgonjwa wa akili tayari. Na akakumbuka kwamba alipata nafasi ya kusikia lakini hakutilia mkazo. Kwa hiyo nitoe tu wito, kila mmoja atunze afya yake ya akili. Ni muhimu sana, na sasa hivi ni dhahiri sana, magonjwa ya akili yamekuwa dhahiri sana na tunayaona sana mitaani. Kwa hiyo kila mmoja ana wajibu wa kutunza afya yake ya akili. Asante sana daktari. Asante pia kwako wewe ambaye unatutazama tangu tulipoanza. Kwa kweli imekuwa ni njema na ninaamini kuna kitu kikubwa ambacho umekipata, na nikualike kuendelea kuwa tayari kujifunza. Saa ambapo tutakwambia tunalo jambo tunatamani ujifunze, kuwa tayari kujifunza. Tutakuwa na nafasi nyingi za kujifunza kupitia Truth and Transformation Talk. Na daktari, kwa kweli tunabarikiwa sana na tumefurahia. Na kwa kweli tumepata elimu ya kutosha. Na kuna mtu anasema nitampata wapi daktari saa ambapo nitatamani kupata elimu zaidi ya hichi ambacho nimekipata? Lakini sambamba na hapo kuna wengine wamesikia mkurugenzi wa Mke Kijana. Ninatamani useme kidogo kwenye hayo mambo ili mtu atakayetamani kukupata, lakini Mke Kijana inafanya nini? Mke Kijana ni jambo gani? Ili warau na yeye anatamani kujiunga, anawezaje kushiriki katika jambo hilo? Karibu. Mke Kijana ni jukwaa ambalo linatukutanisha wanawake wote. Regardless ya umri. Ni wanawake wote ambao tumeamua kukutana pamoja, lakini pia tuje kwa lengo la kujengana, kwa kujazana maarifa. Kwa hiyo lengo kubwa kabisa la Mke Kijana ni kujazana maarifa, na kauli mbiu yetu tunasema Mke Kijana ni kisima cha maarifa. Tunasimama na kisima cha maarifa. Ni jukwaa la Kikristo. Kwa hiyo tunasimama na Tito sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 5. Pale neno la Mungu linaandika wanawake wazima
wazee wawafundishe wanawake vijana, na ndio tumepata neno mke kijana. Kwa hiyo mke kijana ni kwa sababu ni mwanamke anayetaka kufundishwa, anayetaka kuongezewa maarifa. Tumepewa neema ya kusimama kuwa wajenzi wa familia na ndoa zetu na vizazi na jamii kwa ujumla, na kanisa linatutegemea. Kwa hiyo tunahitaji maarifa mengi, maarifa ya maeneo mbalimbali ili tuweze kusimama na kutimiza hilo jukumu ambalo ametupa. Sasa tunapata wapi maarifa? Siku hizi kitchen party, siku moja ukumbini tunapewa microwave, tunapewa vitanda, hatupewi maarifa. Kwa hiyo lazima tuwe na jukwaa ambalo linatupa maarifa. Kwa hiyo ni jukwaa ambalo limechagua kumpa huyu mke kijana anayehitaji maarifa. Kwa hiyo tuko pale kujazana maarifa kwenye nyanja mbalimbali. Na ni jukwaa la Kikristo, na shughuli zetu sana tunafanya kupitia online, kupitia WhatsApp, tuna WhatsApp groups, lakini unaweza kutupata Instagram kwa jina la Mke Kijana Forum, lakini tuna YouTube channel ambayo ina vitu vichache japo ukivipata ni vizuri. Mimi ninaifuatilia hata kama sio binti, ninaifuatilia na nimeona vitu vizuri. Kwa hiyo ninakualika, unaweza ukaifuatilia pia na ukapata vitu vingi vizuri kabisa. Moja ya somo ambalo nimeliona, uponyaji wa moyo uliojeruhika. Yes. Na kuna hatua 4 zinazungumzwa pale nzuri sana, ukifuatilia naamini utapata kitu kikubwa cha kujifunza. Daktari, watajie namba sasa, wanaoweza kupata kwa namba ipi? Warao wana swali, pengine anasema sitasubiri kipindi kingine, nikirusha hapa nitapata kitu cha kusaidika nacho. Karibu. Kwa namna yoyote ukifikiri naweza kukusaidia, unaweza kunipata kupitia namba 0718 89 77 76. Naomba rudie tena. 0718 89 77 76. Asante sana daktari. Amina. Basi Mungu akubariki sana kwa kuwa pamoja nasi Truth and Transformation Talk. Nami pamoja na daktari ni mwalimu Jasper Ruarara, sio mwalimu wa shule, ni mwalimu wa neno la Mungu. Kwa wakati mwingine unatamani kuwa sehemu ya hichi ambacho tunakuwa tunakiandaa mara kwa mara, basi pia utanipata kwa namba ya 0756 27 23 01. 0756 27 23 01. Unatamani kutoa maswali yako, pengine komenti yako, pengine ushauri wako, ni wakati gani na muda gani tufanyeje ili tuendelee kufanya vitu bora zaidi, basi unakaribishwa mtu wa Mungu ili tufanye kazi hii pamoja. Mungu akubariki sana, Mungu akuinue sana, endelea kuwa pamoja nasi. Amen. Amina.